Uuzaji wa gazeti umekuwa ni biashara kubwa nchini kwa miaka mingi, huku familia nyingi zikitegemea biashara hii kwa mapato. Hata hivyo, biashara hii inaendelea kumbwa na changamoto kadhaa, ila wafanyabiashara husika wanakaza kamba. Ripota wetu Ruth Mbula anaungana na wauzaji wa gazeti, wengi mnawafahamu kama vendors, katika kaunti ya Kisii na ambao wamefanya biashara hii kwa zaidi ya miaka 20. Ni wauzaji wa gazeti wakielezea jinsi biashara hiyo ilivyoenziwa miaka ya awali. Hii gazeti ya Nation, Daily Nation, Taifa Leo, Business Daily nimeshasiuza more than 20 years. Na ninashukuru sana kwa ajili hizi gazeti zimenitoa mbali. Tangu nianze kuuza nilikuwa na mtoto mdogo mwenye alikuwa na miezi 4. Mtoto akiwa na miezi 4 saa hii amegrow. Nimetumia mauso poa, ile faida anapata kidogo ndio naweka mpaka mtoto amesomea amemaliza university. Watu walikuwa wanang'ang'ania kuuza gazeti sababu ilikuwa inaenda mzuri, ilikuwa inanunuliwa hata kama commission yake ilikuwa chini, watu walikuwa wananunua. Wakati nilianza gazeti ilikuwa inaenda vizuri. Kwa maana nilikuwa napewa kopi 200. Nikifika kwa round about ya hospitali namaliza. Na wakati huo uchumi ulikuwa vizuri. Na wakati huo pesa ulipokuwa tunauza lazima upige makoti chini ndio mtu akipea pesa bila change. Nimeanza kuuza magazeti kuanzia 2018. Sasa hivi nimemaliza kama miaka 8 kama ninauza gazeti. Nilianza kuuza gazeti kwa sababu tulikuwa tunafanya hapa kwa hiyo stapling. Sasa nikaona wacha tu nianze kuuza hizi. Kuna hata watu wa serikali tulikuwa tunawashinda kidogo, kama hii walimu hawakuenda kwa training ama college, tulikuwa tunawashinda. Wafanyi biashara hawa wakitaka serikali na mashirika yasiyo ya kiserikali kuendelea kuimarisha biashara hii licha ya changamoto zinazoendelea kuikumba. Uuzaji wa gazeti umeharibika kwa sababu ya kitu ya kwanza ni uchumi, kitu ya pili watu wako wengi, na kitu ya tatu digitality ndio sana imeharibu hii kazi. Wauzaji hawa wakiwa na matumaini kuwa hali itaimarika siku za usoni. Kwa sasa tunaona biashara imerudi chini na shida ile iko pesa hatuna, serikali yetu yake imerudi chini. Ukifanya kazi lazima unapata kitu, ukikaa kwa nyumba hakuna kitu unapata, hata kazi nyingine hakuna. Kiripotia NTV mashinani kutoka mjini Kisii, jina langu ni Ruth Mbula.